Okay, leo tupende kuongelea kitu kinachoitwa anemia, upungufu wa damu. Anemia, upungufu wa damu. Asema anemia is a major killer in India. Statistic level reveal that every second Indian woman is anemic. Kila nusu wanawake ni anemic, wana upungufu wa damu. One is every 5 maternal death directly due to the anemia. Hata issues za hao wanawake wanajifungua kuna shida sana ya hii issue ya anemia, wanafariki. Anemia affect both the adult and children of the both sex, although pregnant women and adolescent girls are most susceptible and most affecting this disease. Anemia inashambulia vijana na watoto, lakini sana sana kwa hao ambao wanawake ambao ni wajawazito na mabinti ambao ndo wana bale wakishakuwa kwenye hii issue ya menstrual period kwenye mzunguko, kwa hiyo kuna shida pia. Anasema objective, tutaangalia vitu gani? Tutaangalia definition ya anemia, classification ya anemia, anemia cause, anemia symptoms, lab investigation of anemia, treatment and prevention. Tutaangalia jinsi anemia ilivyo, mgawanyiko wake, sababu, dalili, vipimo, matibabu pamoja na kuizuia. Definition: anemia is anemia and without anemia blood. Yani hiki maana yake ni lugha tu ya Kiitalic ambayo inazungumzia masuala ya anemia, yani ili neno likotoka. It is the blood decrease in the RBC count, hemoglobin, hematocrit value resulting in the lower ability of the body to carry oxygen to the body. Ni kupungua kwa hizi seli nyekundu sana sana hemoglobin and hematocrit value resulting in the lower ability of the blood to carry oxygen body and tissue. Normal amount of the red blood cell ni kwani anemic amount of red blood cell. Kwa hiyo normal inakuwa hiyo hapo, kishapungua inakuwa design kama hiyo. Normal erythropoiesis, hii ni mchakato wa kutengeneza hizo seli. Anasema red blood cell, oxygen from the lungs, hemoglobin molecule, oxygen release to the cell, oxygen bonded to the hemoglobin molecule. Kwa hiyo hii seli nyekundu inaonekana hii imekamilika, lazima kuna hemoglobin na hiyo oxygen. Erythropoietin ndio mechanism yake kutengenezwa. Siku zote damu inatengenezwa kwa seli za damu zinatengenezwa kwenye mifupa. Red bone marrow kwenye uroto mwekundu. Red bone marrow kwenye uroto mwekundu, lakini kuna muda inaweza kuna hii, lakini hii hormone, kuna hormone ambayo inatolewa kutoka kwenye figo. Kidney release erythropoietin, kuna hormone ambayo inatolewa kutoka kwenye figo. Ikishatolewa hii hormone inakuwa inaongezewa kasi, inaenda kwenye mifupa, ndio inaenda kuzalisha hizo seli zako nyekundu. Asema increase the oxygen carrying ability of the blood. Kwa hiyo baada hapo ndio inaongezewa na hiyo oxygen ili kuweza kubeba hiyo damu safi na kutoa hii damu chafu. Normal red blood cell oxygen level. Anasema hivi, stimulus of hypoxia due to the decrease of red blood cell decrease the availability of oxygen to the blood, increase the tissue demand oxygen. Blood oxygen levels in the blood. Kwa hiyo siku zote kuna kitu kinachoitwa hypoxia. Hypoxia maana yake tissue inakuwa haina oxygen. Kwa sababu ikishakuwa haina oxygen lazima tu stimulate hii hormone kutoka kwenye figo, kwa damu imepungua, wanafanya mchakato wa kuizalisha, ndio itazunguka, mchakato utaendelea tena. Pathophysiology decrease in RBC, HB, HCT level. Ikishapungua hiki vitu basi kuna kupungua pia kwa oxygen carrying capacity
Ikishapungua oxygen, maana yake kuna hiyo tissue hypoxia, maana yake kwenye tissue unakuwa kunakosa oxygen na kwenye organ mbalimbali. Baada ya hapo zinakuja sign and symptoms, baada hapo zinakuja sasa dalili zenyewe. Normal range, vipi vizio vya hizi anemia kwa wanawake mpaka watoto wadogo kabisa. Kwenye vipimo vya maabara, ikiwa chini ni shida na ikiwa juu ni shida, kwa hiyo lazima iwe kwenye range inayoeleweka. Wanaume natakiwa angalau ianzie 13, japo hajaweka mpaka wapi, lakini mpaka 17. Kwa wanawake yanatakiwa anze angalau 12. Kwa wanawake ambao ni wajawazito angalau 13, kwa sababu madini chuma huwa inakuwa inahitajika. Infant, watoto wachanga wenye miezi 2 mpaka 6, walau 9.5. Walau 9.5. Walau 9.5. Lakini anasema children ambao wana miezi 6 mpaka miaka 2, walau 10.5. 2 years mpaka 11. 2 years mpaka 11, miaka 2 mpaka miaka 11 angalau 11.5. Children zaidi ya hiyo mwaka lazima waanzie 12. Kwa hiyo wanakuwa wanafahamiana na ile ya mtu mzima. Classification, jinsi ilivyogawanyika anemia. Anemia igawanyika katika makundi mawili. Kuna on the basis of the cause, yani kama kuna visababishi, lakini on the basis of morphology, jinsi maumbo yake yalivyo. Kwa hiyo tukianzia na kama kuna visababishi, kuna kitu kinachoitwa blood loss, kupotea kwa damu. Lakini kuna inadequate production of the blood cell, kutokuwa kuna uzalishaji wa wingi, kupungua kwa uzalishaji wa hizi seli. Lakini pia kuna excessive destruction of red blood cell, kuna uharibifu wa hizi seli nyekundu kwa wingi. Hizo ni moja ya sababu. Ukija kwenye on basis of morphology, kuna kitu kinachoitwa normocytic, maana yake inakuwa kawaida, lakini kuna microcytic, maana yake inakuwa ndogo, macrocytic maana yake zinakuwa ni kubwa. Type of anemia based on the clinical picture. Kuna kitu kinachoitwa iron deficiency anemia ambayo imezoeleka, anemia ambayo madini chuma yanakuwa yamepungua. Megaloblastic anemia, mtu akikosa madini ya folic acid na vitamin B12. Pernicious anemia, mtu akikosa hii intrinsic, kuna kitu fulani anakuwa hana, inaitwa intrinsic factor, ambao kazi yake ni kuabsorb hiyo vitamini B12 kutoka kwenye utumbo mdogo. Kwa akikosa hii intrinsic factor, inampelekea kwenye hii pernicious anemia. Hemorrhagic anemia sana kwa wanawake wanakuwa kwenye bleeding, manake anakuwa anapoteza damu, kwa maana hiyo itapungua ile njia yake. Hemolytic anemia kwa issue za malaria, manake wale wadudu wa malaria lazima watakuwa wanaingia kwenye seli zile, wanapasua. Kwa masuala ya autoimmune hemolytic anemia, yale magonjwa ambayo yanasababishwa yani mwili wenyewe ndio unasababisha seli zinapasuka, ndio hiyo. Lakini kwenye hemolytic anemia kuna kitu kinachoitwa thalassemia, ambapo pana alpha thalassemia na beta thalassemia, pana thalassemia meja pia. Hii ni moja ya tawi la hemoglobin. Kwa hiyo kuna alpha na beta. Sasa sana ni beta thalassemia. Sickle cell na yenyewe kuna mpasuko au kwa badilika kwa shape hizi za seli, kwa maana zikiwa zinabadilika hizi damu itashuka. Aplastic anemia ni kuharibika kabisa kwa mchakato mzima kwenye mifupa, ule uloto mwekundu unakuwa umeharibika, kwa hiyo inakuwa ni ngumu seli zako kwa kuzalishwa. Ndio maana kuna muda wanafanya implantation, yani wanapanda huo uloto mwekundu. Types of anemia, tukija kwenye hii iron deficiency anemia tunasema excessive loss of iron, yani kupoteza kwa madini chuma. Women at the risk for menstrual blood and growing fetus, kwa ambao wapo kwenye mzunguko na ambao wapo
ni ambapo watoto ambao watoto labda kama ananyonyesha au ndio mjamzito. Megaloblastic anemia, less intake ni vitamin B12 and folic acid. Hii megaloblastic anemia kushindwa, unakuwa tunachukua madini ya vitamin B12 na folic acid kwa kiasi kidogo. Red bone marrow produce abnormal RBC, au uroto wako mwekundu unazalisha damu seli nyekundu ambazo kidogo inakuwa sio sawa. Kwa mfano kuna issue ya cancer drug. Pernicious anemia ni ability of the stomach to absorb vitamin B12 from the small intestine. Lakini lazima kama itakiwa iabsorb lazima kuwe kuna kitu kinachoitwa intrinsic factor. Type of anemia tunaendelea nazo. Kuna hii hemorrhagic anemia, excessive loss of RBC during bleeding, stomach ulcers and menstrual. Kwa watu ambao wanakuwa wanasumbuliwa masuala ya bleeding kwa wanawake au hata ajali tu, stomach ulcer, vidonda vya tumbo, unajua kuna watu wakaanza kutabika mpaka damu. Menstruation, mzunguko, issue za period za wanawake. Hemolytic anemia, RBC plasma membrane rupture. Hemolytic anemia maana yake lazima seli pasuke, seli nyekundu pasuke. Maybe due to the parasitic or toxic or antibodies. Kwa maana parasitic maana yake issue za malaria, lakini toxic toxins, kuna issue za sumu, lakini antibodies kwa maana hizo immunoglobulin, IgG and IgM. Kwa issue ya autoimmune hemolytic anemia, IgG au warm antibodies and warm antigen. Kwa mfano kama kwenye IgM masuala ya cold autoimmune hemolytic anemia, lakini IgG masuala ya warm autoimmune hemolytic anemia. Thalassemia less synthesis of hemoglobin. Hii thalassemia maana yake kuna hemoglobin inakuwa na size kidogo, found in the population of Mediterranean Sea. Sana hii ilitokea sana kwenye issue za Mediterranean, bahari ya Mediterranean kwenye mpaka kati ya Afrika na Ulaya. Sickle cell anemia, hereditary blood disorder characterized by the red blood cell that assume is abnormal rigid sickle shape. Hii ni ugonjwa wa kulisi ambao ni sickle cell selimundu. Kwa hiyo inakuwa inafanya hizi seli zinakuwa abnormal, zinakuwa sio za kawaida. Aplastic anemia, destruction of the bone marrow caused by the toxic or gamma radiation. Kuna muda kwa kuna uharibifu au uroto mwekundu wakapelekea kuna anemia inaitwa aplastic anemia. Types of anemia, kuna types of anemia. Tukienda kwenye issue ya morphology, kuna kitu kinachoitwa normocytic normochromic anemia, ambao kuna normal MCHC, mean corpuscular hemoglobin concentration, lakini pia kuna kitu kinachoitwa normal MCV. Kuna normal MCV, mean cell volume or mean corpuscular volume. This include anemia of the chronic disease, anemia of the chronic disease. Kwa hivi vitu vinakuwa vipo normal tu. Yaani nani MCHC inakuwa ni normal na hii nani inakuwa nayo ni normal. This include anemia of the chronic disease. Kama una anemia ambayo ni chronic disease, hemolytic anemia, those characterized by the accelerated RBC destruction. And hemolytic anemia, ambayo hii hemolytic anemia kuna uharibifu wa seli nyekundu. Anemia of the acute hemorrhage, mtu anavuja sana damu. Aplastic anemia, those characterized by the disappearance of RBC precursor from the marrow. Kuna zile RBC precursor ambazo zinakuwa zinaanzisha huo mchakato wa kuzalisha hizi seli, kwa hiyo zinakuwa zinakosekana. Kwa hiyo hii normocytic normochromic anemia muda mwingi sana sema japo amesahau kuandika hii HB siku zote ndio inakuwa ipo chini. Hizo ndio zinakuwa zipo normal, lakini HB inakuwa ipo chini. Wingi wa damu wenyewe unakuwa chini, kwa sababu kwa mfano kama issue ya hemolytic, kwa maana utaona hao watu, kwa mfano kama watu wenye malaria utakuta hii wingi wake wa damu umepungua sana, lakini hivi vitu vikipima vyote vipo sawa. Mtu labda ipo period hivi ukipima kwenye full blood picture hivi tutakuta vipo sawa. MCV MCHC vinakuwa vipo sawa, lakini hii HB yake wingi wake wa damu unakuwa umepungua. Kwa sababu kuna hiyo pia ameongelea anemia of acute hemorrhage, kwa sababu muda mwingine unavujisha sana damu inavuja sana, maana yake damu itapotea. Lakini ukipima HB maana yake ule wingi utakuwa umepungua, lakini
vitu vingine ambavyo vinaifanya ule ujazo ule uzito unakuta upo vile vile tu. Ndio issue za MCHC, naongelea masuala ya hemoglobin. Lakini kuna kitu kinachoitwa hypochromic microcytic anemia, ambao kuna low MCHC. Hii MCHC inakuwa ipo chini na hii MCV pia inakuwa ipo chini. Sasa ndio zile anemia zetu ambazo kuna iron deficiency anemia, lakini kwa maana kama madini chuma yamepungua. Lakini kuna issue za thalassemia, maana yake hemoglobin inazalishwa kwa wingi, kwa uchache, kwa maana hii issue ya alpha and beta hemoglobin, lakini sana sana kwa ni beta thalassemia. Lakini pia kwenye thalassemia hii beta kuna major na minor. Anemia of the chronic disease, kama una anemia ambayo ni chronic disease. Lakini kitu cha mwisho kabisa kuna kitu kinaitwa normocytic normochromic anemia. Kuna normal MCV, MCHC. Hii MCHC inakuwa no issue ya hemoglobin, lakini kuna high MCV. Hii high MCV kuna high MCV. Hii normocytic normochromic anemia hii normocytic normochromic anemia hii tukipima hata kwenye masuala full blood picture, sio full blood picture, hata kama ukiangalia tu muda mwingine hata kwenye malaria slide au kwenye masuala ya full blood picture au hata kwenye simia yoyote ile ukaangalia, utakuta kitu kinachoitwa hypersegmented neutrophil, na kwa ina zile nucleus au tunaita lobes zaidi ya 7 imepitiliza kwenye 5, kwa sababu neutrophil inatakiwa ianze 2 mpaka 5, lakini sasa yenyewe inakuwa imepitiliza kwenye 5, kwa zipo 7, 6, 8 na kuendelea. Sasa hao normocytic macrocytic anemia normocytic macrocytic anemia ni wanakuwa wanakosa vitu gani? Kuna vitamini B12 wanakosa madini ya vitamini B12 vitamini B12, lakini wanakosa madini yanayoitwa folate. Wanakosa madini ya aina ya folate, wanayakosa. Tunasonga mbele. Risk factor vipi? Ni kidogo vinakuwa viashiria hatarishi. Poor socio-economic class, multiple teenagers pregnancy and menstrual. Sasa tutaangalia hizi mbili, teenagers pregnancy, kama mabinti wadogo ukiwa wajawazito, menstrual problem na issue za mzunguko kwa wanawake, issue za period. Anasema increase in the requirement, lakini kuna kitu kinachoitwa tunaendelea mbele, kunasema kuna increase in requirement, maana yake kuna uhitaji kwa wingi. Kuna uhitaji kwa wingi. Kwa mfano kama kwenye issue ya menstrual female, kwa hao wanawake ambao wanakuwa kwenye period, mama ambaye anakuwa kwenye ujauzito, kwa hiyo anakuwa anahitaji damu kwa wingi, ndio maana anatakiwa gawane yeye na mtoto. Lactation, wanaonyonyesha pia wanakuwa wanahitaji madini chuma, kwa hiyo inakuwa kidogo ni changamoto. Growing infant and children, hao watoto pia wanaokuwa wanakuwa wanahitaji pia madini chuma na hii hemoglobin. Erythropoietin treatment, lakini kuna increase in the loss. Kwa mfano kwenye issue za GIT bleeding, mtu anakuwa kwenye issue yake ya mmeng'enyo kwenye ule mmeng'enyo wake wa chakula, anakuwa na issue ya bleeding, inaweza kwa ajili ya vidonda vya tumbo la menorrhagia, menorrhea huku ambako tunasema ni kupoteza kwa damu, kuvuja kwa damu kwa aina yote ile. Persistence hematuria, kuna watu kaza kama unakojoa muda mwingine mkojo ambao una damu, inaweza kuwa ni kwa sababu issue za tezi dume au tu kuna issue za kichocho. Kwa hiyo inaweza hiyo ni moja sababu ambayo inakuwa inapelekea anemia, ni kwa sababu ya unapoteza damu. Intravesical hemorrhagic anemia, lakini kuna watu wanavuja wanakuwa wanavuja damu kwa maana kuna kitu kinachoitwa petike petike, na issue nyingine pia inaitwa ecchymosis. Kwa hiyo unakuta unakuwa labda kwenye ngozi kwa ndani kidogo kuna mshipa umerupture umepasuka, kwa unakuwa unavuja damu au kwa juu kabisa hapo unaona kuna vile damu fulani kama vinavuja. Regular blood donor, kama wewe ni mchangiaji wa damu muda mrefu unachangia sana. Lakini plastic infection, kwa mfano kuna infection nyingine, kwa mfano kama kina pinworm, kina hookworm, wanakula sana muda mwingine damu. Kwa hiyo
unaweza kaa unasababisha damu yako kupotea. Lakini unscaries unakula sana damu. Umeona? Decrease in intake vegetation diet, mboga majani uchukui kwa wingi, uchukui vyakula vina madini chuma, kwa hiyo unakuwa unapungukiwa. Decrease in absorption upper GI pathogen of the celiac and Crohn's disease. Ukiwa na haya magonjwa yanaitwa ulcerative colitis, inflammation of the bowel disease, ambapo hapo kwenye GIT kuna Crohn's disease, ambao kuna mtu kwa muda mwingine unaharisha damu za Crohn's disease. Lakini gastrectomy au kuna operation yote umefanywa hiyo mitaa. Medication antacid, kichukua issue za antacids. Symptoms of anemia, common symptoms of anemia. Dalili za anemia ni zipoje? Easy fatigue and loss of energy, unakuwa choka sana. Unusual rapid heartbeat and particular with exercise, unakuwa moyo unaenda mbio. Shortness of breath, unakuwa unashindwa kupumua, yani kama pumzi inakuwa na bana. Kichwa kuuma particular with exercise, kama pia yani kufanya tu kama mazoezi kidogo tu. Difficulty concentrating, kushindwa kuwa mvumilivu au kushindwa kukaa sehemu na kwa concentrate. Dizziness, kizunguzungu. Pale skin, kupauka kwa ngozi. Leg cramps, isonemia. Lakini anemia causes by the iron. Anemia causes by the iron. Anasema hivi, people with iron deficiency anemia experience these symptoms: a hunger for the strategy, a substance such as pepper, ice, and that condition called pica. Upward curvatures of the nail and refer to the coelochisia. Mtu mwenye anemia wakaza kawa na njaa, lakini pia kucha zao muda mwingine zinakuwa kama kijiko. Kucha zao zinakuwa kama kijiko, inaitwa spoonful nail. Soreness of the mouth with crack of at the corner. Pia mdomo unaweza kama crack hapo, muda mwingine hata ulimi pia unaweza kuwa hata mwekundu. Issues za iron deficiency anemia hizo. Lakini anemia caused by the vitamin B12 deficiency, and some people who has anemia caused by the deficiency of vitamin B12 have the symptoms include a tightening and pin needle sensation in the hand and the feet. Miguu kama inakuwa inachoma hivi. Loss of sense of the touch, warps, gear and difference walking. Wanakuwa pia anashindwa kutembea vizuri. Anasema lakini pia kuna kitu kinachoitwa stiffness of the arm and the leg. Miguu pia inakuwa kama mizito, na mikono. Kama unavyoona symptoms, unakuwa na pale, macho yake hapa ukifunua chini hapa kunakuwa papo pale. Kunakuwa hapa mpauka sana. Ulimi wake kama unavyoona unakuwa kama mwekundu. Lakini kucha zake kama unavyoona zinakuwa spoonful nail, yani muda mwingine zinakuwa kama zipo kama kijiko zimeponyea katikati hivi. Symptoms kama unapoona hii inaonyesha mtu akiwa na severe anemia. Red maana anakuambia hiyo ni severe anemia. Japo inaanza kunjano, ila ikiwa nyekundu, basi ni severe anemia, maana yake damu yake imepungua mno. Kwa mfano haya macho anakuambia yanakuwa ya njano, lakini ikizidi sana anakuwa mekundu. Skin, ngozi inakuwa ni mipauka, lakini inakuwa inajisikia ubaridi, lakini pia inakuwa ya njano. Respiration, upumuaji unakuwa kuna kushindwa kupumua vizuri. Masikula kwenye misuli kunakuwa yani ipo weak, inakuwa dhaifu. Intestine kunakuwa change of the stool color. Kwenye intestine kunakuwa kuna choo chako kunakuwa kinabadilika rangi yake. Central, hapa kwenye kichwani hapa kunakuwa kuna kitu gani? Kunakuwa kuna fatigue, dizziness and fainting. Na mwingine unakuwa ni una kizunguzungu, lakini issue za kuzimia, kwa sababu unakuwa damu inakuwa haipo kwa wingi. Vessels, blood vessels, low blood pressure, unakuwa na low blood pressure. Heart, kwenye moyo kunakuwa kuna palpitation, maana kunakuwa na mapigo yako yanakuwa yanaenda kwa kasi. Rapid heartbeat, mapigo yanaenda kwa kasi kama hivyo. Chest pain, kuna angina, hii ni chest pain. Unakuwa na chest pain hapo kwenye angina.
Lakini pia heart attack, unaweza kupata kitu kinaitwa heart attack. Spleen inakuwa enlargement ambayo ni splenomegaly. Tunaendelea mbele. Investigation, unaweza kufanya nini? Red blood cell population defined by the qualitative parameters, volume of the packed cell, maana yake hemocritic, hemoglobin concentration, maana yake kwa maana ya wingi wa damu HB, red cell concentration per unit volume. Lakini kuna qualitative parameters yaani hii tunakuwa tunaangalia kwa wingi, lakini tunaangalia kwa zile namba. Kuna kitu kinaitwa mean capsular volume, mean capsular hemoglobin. Mean capsular volume maana yake MCV, mean capsular hemoglobin MCH, mean capsular hemoglobin concentration MCHC. Investigation, anasema hivi, hematocritic packed cell volume, it is a proportional of the hemoglobin blood sample that is occurred in the RBC. Umeona, anasema men sana sana inakuwa ni 42 mpaka 50, women 36 mpaka 48. Hii hematocritic packed cell volume. Cell volume hemoglobin concentration, amount ya hemoglobin in the volume of hiyo hapo kama kawaida. Wanawake 12 mpaka 16, wanaume 14 mpaka 17 au 13 mpaka 17. Red cell count, red blood cell RBC count, maana yake ni RBC count. Total number of RBCs per unit volume of the blood sample. Men ni 4.2 mpaka 5.4 times 6 per millimeter, million per millimeter. Hii inakuwa ni million per millimeter. Lakini wanawake ni 3.6 mpaka 5 times 6 per millimeter. Kwa hiyo hii ni kizio cha seli nyekundu za damu. Management care objective, determine the cause of iron deficiency anemia. Jinsi ya kutatua. Na kwanza unatakiwa utambue sababu ya hiyo iron deficiency anemia ni nini. The etiology of the often multifactorial, even when there is a obvious case. Investigate the serious underlying cause, cancer or other, or recommended. Aim of treatment, normalize hemoglobin level and red cell indices, replenish iron stock. Kwa hiyo tatu normalize hemoglobin, kwa maana kama damu imeshuka lazima uipandishe iwe normal. Lakini pia hizo red cell indices lakini na pia nazo zinormalize kama zimeshuka au kama kuna shida. Life management is recommended to the patient with iron deficiency anemia. Dietary advice, mtu life management. Sasa hii kwa maana kama watu wenye anemia lazima pia waongeze vyakula ambao anatakiwa ale ili aongeze hiyo damu yake ili inaongezeka vizuri. Mwisho wa dietary mlo. Recommended dietary allowance, kwa mfano men adult, women adult, lactating mother. Hapo ameongelea vitu ambavyo hii masuala ya diet mlo. Treatment of severe anemia. Treatment of severe anemia. Anasema dozi, kuna issue za folic acid daily ambayo ni folic acid 25 mg. Lakini pia kuna masuala folic acid pia hapa ameongelea ni issue ya folic acid. After completing 3 months with therapy, supplementary pregnancy women should be continue preventing experimental program. Kwa hiyo huu ndio mwisho wetu. Kwa hiyo kuna mtu mwingine kama anakuta inapungua sana, kwa hiyo watameza vidonge vya kuongeza damu, lakini kama inakuwa sio sana maana yake ni mlo tu utasababisha damage kasa. Asante.